ndani ya kanisa, lakini pia na katika taifa letu. Kuombea watoto ndani ya kanisa letu na walioko katika taifa letu. Kwa hiyo tunawaombea wote, watoto wote ni wa kwetu, na wala hatubagui dini wala dhehebu, hapana. Haleluya. Kwa hiyo tunawaombea wote ili Mungu aweze kuwapa neema. Mungu awaepushe na kila namna ya uovu. Hilo ni hitaji letu ambalo tunamwambia Mungu aweze kuwaepusha na kila namna ya uovu, kwa sababu kuna maovu mengi. Dunia imebadilika, mambo ni mengi, watoto wetu wanawindwa mara kwa mara. Shetani hajalala usingizi. Sisi tunaweza tukalala, lakini shetani bado hajalala usingizi. Kwa hiyo tunawaombea ili Mungu awaepushe na hayo maovu. Lakini pia tunaomba Mungu ainue uchumi ili fursa tena ziwepo kwa watoto. Hawa watoto tunaowaombea walio katika taifa letu, katika kanisa letu, katika makanisa yetu, waweze kupata fursa. Endapo anasoma, asiishie kusoma tu, akisoma kimaliza aje apate ajira. Lakini pia wawe na moyo wa kumpendeza Mungu. Watoto, naomba utulivu. Watoto waishi katika kumpendeza Mungu. Wafanye mambo yale ambayo yanampendeza Mungu. Waweze kumtii Mungu, waweze kunyenyekea kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Lakini kujituma katika kazi, waweze kujituma katika kazi mbalimbali. Kama ni kazi za nyumbani, wajue kufanya kazi za nyumbani za mikono, wajue kufanya kazi za shuleni. Hayo yote tunaenda kuyakabidhi mbele za Mungu kwa siku ya leo. Kwa hiyo tukisoma katika kitabu cha Mithali ile ya 20 na 29, tunayaona hapo maneno ya Mungu yanaeleza kwamba fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe. Fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe. Wangapi hapa ni vijana? Wanyoshe mikono. Wanaume, wa baba, wakina dada. Fahari ya kijana ni nguvu zake mwenyewe. Lakini pia huyo kijana ili aweze kuwa fahari lazima ajue kuomba. Kama mtoto yule ambaye tumetushuhudia pale, anajua kuomba, anajua kumtafuta Mungu, anajua kuimba. Kwa na vijana wetu wajue kuomba, lakini wajue kumtafuta Mungu, wajue kwamba Mungu ni sehemu ya maisha yetu. Kwa wakijua kwamba Mungu ni sehemu ya maisha yao, hatutakuwa na kazi sana sisi wazazi kuwalea watoto, kwa sababu wanatambua kwamba wao wakiwa na Mungu ni sehemu ya maisha yao. Lakini Zaburi 127 mstari wa 3 Biblia inasema, tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Wana ndio urithi wa Bwana. Kwa hiyo watoto wanapozaliwa pia sisi wakina mama tunawazaa, lakini ni urithi wa Bwana. Lakini Mithali 22 imesema, mtoto mlee mtoto katika njia impasayo. Mtoto anatakiwa kulelewa katika njia impasayo. Watoto wanatakiwa watulie, wawe na utulivu, walelewe katika njia iwapasayo. Sisi kama wazazi, wale wasimamizi wa kituo hiki, wale ambao wametambulishwa, tunatamani kuona watoto wakilelewa katika maadili ya Mungu zaidi, ili wakue wanamjua Mungu vizuri. Na wakikuwa wanamjua Mungu, watakuwa na maisha bora na salama kulingana na nyakati na majira na dunia inavyokwenda. Dunia si rafiki kwa watoto wetu. Dunia imeachamisha midomo ili iwameze, lakini sisi kama wasimamizi wa kituo hiki au walimu tunatakiwa kuwafundisha mambo yote. Tusisimamie tu kufundisha elimu, lakini tukumbuke kwamba vipindi vya dini ni muhimu sana ili watoto hao waweze kulelewa vizuri katika njia iwapasayo. Lakini Timotheo 4:12, mtu awaye yote asiudharau ujana wake. Mtu awaye yote asiudharau ujana wake. Watoto hao tunawaona hivi, wanaweza kawa wanakimbia, wanakuja hapa, yamkini mitaani huko wanadharauliwa, wanaona si chochote, lakini wao isifike wakati wakajidharau. Wenyewe wanatakiwa wasimame na Mungu wao. Wasijikinai wenyewe, wanajiona wenyewe wameachwa, labda wametengwa, labda wamekatishwa tamaa. Hapana.
wasijidharau. Wao wako chini ya mamlaka ya Mungu, na Mungu ndiye aliyewaleta duniani, na Mungu ndiye anayewalea. Haleluya! Kwa sababu Mungu anawapenda. Kuna mstari mmoja, watoto fulani hivi wanapenda kuimba, Mungu apenda watoto, si ndio? Kwa hiyo Mungu anawapenda watoto. Na ndio maana alisema kwamba waleteni watoto wote wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo watoto ni wa kwanza kufika mbinguni, kwa sababu Mungu anawapenda sana watoto. Kwa hiyo ni vizuri kwamba sisi kama wazazi tuendelee kuwaombea watoto wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kifupi, katika kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Watoto wetu hawa wafundishwe namna ya kumkumbuka Mungu. Wakati mwingine wanapofika madarasa ya juu, labda wamefika form 6 huko form 1, labda wamefika pia kupata elimu ya juu sana, wakati mwingine unakuta wanamsahau Mungu. Wanakutana na watu mbalimbali, wanakutana na watu wa aina mbalimbali na wana mafundisho mbalimbali, inafika wakati wanamsahau Mungu wao. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu, hata kama atakuwa yuko katika masomo ya level ya juu, asije akamsahau Mungu. Anapotoka kwenye kituo hiki, mtumishi wa Mungu ametuambia kwamba wengine wakiona wamefika mahali sasa ya kusoma madarasa ya juu, anawahamisha, anawapeleka Dar es Salaam. Kwa wanapokuwa wanaenda kule, wasimsahau Mungu wao. Na hata wanapokuwa mahali hapa, wasije wakamsahau Mungu. Biblia imesema katika kitabu cha Mhubiri 12 kwamba mkumbuke Mungu siku za ujana wako. Kwa katika ujana kuna mambo mengi. Waswahili wanasema ujana ni maji ya moto, lakini akiwa na Mungu hawezi kuishi hayo maisha ya ujana wa moto. Atasimama na Mungu na atampenda Mungu. Biblia inasema kabla hazijaja siku zilizo mbaya, kwa sababu kuna siku mbaya zinamjia mtu. Kuna siku za magonjwa, kuna siku za kuishi kama sijui yani hajitambui, kuna siku hatarishi kwa watoto, kuna siku za ukataliwa, kuna siku za kuona kwamba wewe mtoto si ufai, mara unapigwa vibaya. Kabla hazijaja siku zilizo mbaya, lakini siku ya hukumu ya Mungu pia. Tunapokuwa duniani watambue kwamba kuna siku ya hukumu ya Mungu. Lakini pia kuna wakati wanapita katika changamoto nyingi, wakati mwingine wanaumwa, wakati mwingine wanakutana na magonjwa mbalimbali, wasije wakamsahau Mungu. Wafundishwe kutulia na Mungu. Lakini pia wanapokuwa katika changamoto za magonjwa, kuna wazazi wengine wanawachukua watoto wanawapeleka kwa waganga wa kienyeji. Hatupendi sana kusikia hilo. Tunapenda sana watoto wakiwa na shida hiyo waende hospitalini, lakini waombewe waweze kuwa salama. Amen. Yaani hatupendi sana jambo hilo.